Na kama mnavyokumbuka, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuzingatia iliendesha na kusimamia zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura nchini kwa awamu ya kwanza, ambapo mkoa wa Kilimanjaro zoezi hilo lilifanyika kuanzia tarehe 11 mwezi wa 12 2024 hadi tarehe 17 mwezi wa 12 2024. Naomba kutumia nafasi hii kuwapongeza wananchi wote waliojitokeza katika zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya kwanza. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia kwamba sheria inataka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kufanya maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura mara mbili kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu, na kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila mwananchi mwenye sifa anapata nafasi ya kujiandikisha au kuboresha taarifa zake kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imewapa Watanzania wakiwemo wana Kilimanjaro nafasi nyingine ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo kundi la Kilimanjaro la mkoa wa Kilimanjaro la uboreshaji umepangwa kufanyika kuanzia tarehe 16 mwezi wa 5 2025 na kukamilika tarehe 22 mwezi wa 5 2025. Kwa hiyo ndugu wananchi, tarehe 16 ni kesho. Na siku hizi si nyingi, ni siku 7 tu. Kwa hiyo hima ambao hawajaboresha taarifa zao wajitokeze kwa wingi kuboresha taarifa zao. Ndugu wananchi, kama yalivyokuwa maboresho ya awali ya awamu ya kwanza, awamu hii ya pili ya maboresho pia imelenga mambo ya msingi yafuatayo: moja, kuwapa nafasi ya kujiandikisha kupiga kura kwa wale wenye sifa ambao bado hawajajiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Mathalan, tunalo kundi kubwa la vijana ambao ni raia wa Tanzania na tayari wameshafikisha umri wa miaka 18 na wengine wanatarajia kufikisha umri wa miaka 18 ifikapo mwezi Oktoba 2025. Kwa hiyo ndugu wanahabari, hao ni walengwa wakubwa wa zoezi hili. 2, kuhamisha taarifa za wapiga kura walioandikishwa awali ambapo wamehama kutoka mkoa au wilaya kwenda mkoa mwingine au wilaya nyingine. Hapa maana yake nini? Maana yake kuna watumishi waliohamia kabla ya awamu ya kwanza, lakini wamejiandikisha kwenye mikoa mingine, sasa wanakuja kuhamia mkoa wa Kilimanjaro. 3, kurekebisha taarifa za wapiga kura zenye kasoro mbalimbali ikiwemo za majina na taarifa nyingine kwa wapiga kura waliokwisha jiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. 4, kupata kadi mpya kwa wapiga kura ambao walipoteza kadi zao au kuharibika. Na 5, kuwaondoa wapiga kura waliopoteza sifa ya kuendelea kuwemo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo kuukana uraia wa Tanzania au vifo. Ndugu wananchi, zoezi hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili pia linakwenda sambamba na uhakiki wa taarifa zilizopo kwenye daftari la awali, ambapo katika kipindi chote cha uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, daftari la awali litawekwa wazi kwenye vituo vyote ambavyo wananchi walitumia kujiandikisha na kuboresha taarifa zao. Lengo kubwa la tume kuweka wazi daftari la awali la wapiga kura ni kuwapa wananchi fursa ya kuhakiki usahihi wa taarifa zao na kufanya maboresho ya taarifa hizo iwapo zitakuwa na makosa. Aidha, zoezi hili pia litaenda sambamba na kuweka pingamizi kwa wapiga kura wasio na sifa kuendelea kuwepo kwenye daftari la wapiga kura. Kuwasihi na kuwakumbusha wana Kilimanjaro, hususan wale ambao hawajajiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kutumia fursa hii adhimu kujiandikisha ili hapo baadaye waweze kutumia haki yao ya kikatiba na kidemokrasia kuchagua viongozi wao. 2, kuwasihi na kuwakumbusha wana Kilimanjaro wote
wenye uhitaji wa kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kufanya hivyo. 3, kuwasihi na kuwakumbusha wana Kilimanjaro wote kwenda kwenye vituo walivyojiandikisha kwa ajili ya uhakiki wa taarifa zao, kwa kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeweka wazi daftari la awali la wapiga kura ili kama zina kasoro zozote ziweze kurekebishwa. Na 4, kuendelea kufuatilia na kusikiliza miongozo na maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo tunapozungumzia masuala yote yanayohusu uchaguzi ndio mwongozo wetu ndio wasemaji wetu. Tuepuke sana kupotoshwa na wasiojua sheria, kanuni, miongozo ya uchaguzi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. 5, kuelekea uchaguzi mkuu na waasa wananchi kuendelea kudumisha amani, mshikamano na umoja wa taifa na mkoa wetu, ili hapo baadaye tuwapate viongozi bora na mahiri wa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unasonga mbele kimaendeleo kama ilivyo sasa. Tulinde na kuitunza amani yetu kwa nguvu zetu zote. Ndugu wanahabari, idadi ya vituo kwenye mkoa wetu vya kuboresha taarifa ni 310 ambayo imegawanyika kwenye mkoa kama ifuatavyo: Sia vituo 34, Moshi DC vituo 64, Mwanga vituo 24, Hai vituo 31, Same vituo 71, Moshi MC 30 na Rombo vituo 56. Katika uboreshaji huu vituo vipo katika ngazi ya kata, japokuwa zipo kata zingine kwa kuzingatia mazingira, idadi ya watu ina kituo zaidi ya kimoja.